busy sana na makestio. Mungu asaidie sana. Uko busy na makestio. Unajiuliza usiku na mchana. Ukilamuka mkitano unajiuliza, ukilala unajiuliza, kila siku unajiuliza, vitu vitakuwa hivi, maisha yangu itakuwa hivi, nini, kila kitu unajiuliza. Hauna tena shukurani. Hata Mungu afanye kitu ni sawa Mungu akufanye. Hata Mungu akupatie kitu ni sawa, kwa sababu maswali zako zimezidi wingi. Ambia mwenzako, maswali zako zimezidi wingi. Wanaweza kusaidia sana. Maswali zimezidi wingi. Ndio mnakuta roho ya mwanadamu imejaa tu, hakuna kingine, ni maswali. Ukilala karibu na mtu wa maswali, ni mtu wa kunungunika usiku na mchana. Mungu asaidie sana. Sisi tunakufa, sisi ndio tulikia kwa mwisho, sisi ndio tulikia tesekea huku, sisi ndio tunashindwa kwa sababu maswali zimekuwa mingi. Amen. Sina taa ya kubakia karibu na mtu wa maswali. Amen. Sina wakati wakia na mtu mweko unajiuliza maswali usiku na mchana zenye hazina jibu. Sababu anaweza niambukiziana mie ugonjwa ya maswali. Mungu asaidie sana. Wewe ulilala usiku kupata jibu. Unalamuka asubuhi unawaza, mchana mzima unagonjwa na mtanda upate jibu. Magharibi unarudia tena unawaza upate jibu. Uko nawaza nini? Havipate jibu. Mungu asaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Wakati yote nye shetani anatuweka mwaka kabokse kama swali. Mungu asaidie sana. Wakati kwenye shetani anatuweka mwaka kabokse kama swali, ni vigumu kuomba. Amen. Ni vigumu kuweka mikono na kusema haleluya hosana, sababu moyo umejaa maswali. Ni vigumu kumwambia Mungu asante sababu moyo umejaa maswali. Ni vigumu kumwambia Mungu unastahili sababu moyo umejaa maswali. Ni vigumu kwenda kanisani na kusifu na kuabudu sababu moyo umejaa maswali. Umetoka nazo mkitanda yako umezileta mpaka na mkanisa. Maswali. Mungu asaidie sana. Leo tunafanya vinyume, pitia vinyume, traverse semene yote. Huyo amekusema, huyo amekuteta, huyo amekosa pesa hiki. Ile maswali yote imekujaa. Amen. Wanaweza kusaidie sana. Mwa wakati nifanye nini? Mungu asaidie sana. Nifanye nini? Mwa wakati niko na hizi maswali zote, nifanye nini? Mbona maswali zimesonga roho yangu? Mbona nimejawa na maswali mengi sana zenye hazina jibu? Mbona nimeogopa kuhusu kesho ya watoto? Mbona nimeogopa kuhusu kesho ya wazazi yangu? Mbona nimeogopa kuhusu kesho ya wadogo yangu? Mbona nina maswali mengi, nifanye nini? Mungu asaidie sana. Nifanye nini? Mbona hizi swali zimenisonga roho? Tunasoma neno la Mungu, Wafilipi 4. Wafilipi 4 mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 6 tafadhali. Wafilipi 4 sura ya 4 mstari wa 6. Kama umepata Biblia yako ya Swahili tusome pamoja. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yuko karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na shukrani haja zenu zijulikane na Mungu. Amen. Haleluya. Mimi nataka tusome zile wote pamoja kwa screen, si ndio? Mimi nataka tuisome pamoja, tuingie mwakili, tuingie mudamu, tuingie munani, iende maliza zile makestio zote tunajiulizaka. Biblia inasema hivi, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Philippians 4 verse 6 inasema hivi: furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yuko karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na shukurani haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana asaidie sana. Ndio maana nimekuambia, unaona Mungu hapa Paulo alikuwa anaweza kutuonesha ayeje tunaweza vaincre ma question. Ayeje tunaweza toka mwa maisha ya maswali. Mungu asaidie sana. Ayeje ndio tunaweza shinda maisha ya maswali na kuingia katika maisha ya maombi. Basi acha nikwambie, ushindi yako haiko mkujiuliza maswali. Ushindi yako iko katika kuomba. Alors shetani anakuweka ndani ya hali ya maswali, basi unatembea kila siku unajiuliza maswali, hauna hata time ya prayer. Mungu asaidie sana. Ukitaka piga magoti unasikia dunia yote imekuangukia, ni kama wameleta maswali zote wamezikumwangia wewe. Hauna hata wakati ya kufungula kinywa. Alors Paulo hapa anatuonyesha tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba. Wanaweza kusaidia sana. Dawa ya maswali ni maombi. Haleluya. Dawa ya maswali ni maombi. Kila swali uko nayo ndani ya maisha yako, ibebe kwa Mungu.
Mungu asaidie sana. Beba zile maswali zako mbele za Mungu. Acha kujiuliza, acha kujipozea makestio juu ya watoto yako, acha kujipozea makestio juu ya kesho yako, acha kujipozea makestio juu ya maisha yako hapa Amerika. Zile zote zibebe kwa Mungu. Amen. Paske shetani iko na kucheza, anapenda wakie ndani ya maswali juu ushindwe kuomba. Mungu asaidie sana. Shetani anakucheza, anapenda wakie ndani ya mawazo, sababu roho yako ipigwe, roho yako iteseke, roho yako izunike. Usiweze hata tena kuweza kuomba. Usiweze hata kusema asante Mungu. Maana sema nani atashukuru sema tunakala kuna kushukuru. Sababu labda wa mingi tuko na maswali. Ambia mwenzako tupa katika maswali, ingia ndani ya maombi. Bwana Yesu asaidie sana. Hey, nisaidie la Mungu, mwambie toka katika maswali, ingia ndani ya maombi. Nisaidie, mwambie mtingize, toka katika maswali, ingia ndani ya maombi. Bwana Yesu asaidie sana. Unajua, acha kujiuliza. Acha kujiuliza. Mungu mwenyewe alikuumba na kujua. Mungu mwenyewe alikuleta ndani ya dunia, hakukuleta ukie kufia huko. Bwana Yesu asaidie sana. Mungu mwenyewe alikuleta ndani ya dunia, alikuleta na sababu, alikuleta na shabaha. Biblia inasema nani katika kujisumbua kwa anaweza jiongezea hata kimo chake kimoja. Biblia inasema ndege walimi wala wafanyi kazi yote, lakini mimi nawalisha mimi Mungu. Amen. Na sisi tukue sama ndege zenye ziko kina maswali. Hakuna siku ndege talangana kusubiri nje tutakula nini leo. Mungu asaidie sana. Hakuna siku liua nje tunajiuliza leo navaa lai napendeza. Yes. Amen. Kila siku tukiona maua yanapendeza. Tukiona ndege zinakula chakula kwa sababu wazo hazina. Amen. Yes. Amen. Lakini wote kiko na kisha sababu ushakuwa na maswali za mingi sana ndani ya moyo wako. Alo mwale kutakuwa na maswali, kila mtu na combat apate kufika fasi. Alo tuko na combat ndani ya puissance yetu, tunasahau kama nguvu ni maombi. Tuko na jaribu kufanya kiote, tunaita Mungu, tunalalamika, tunamwambia Bwana Mungu tuonekanie, tunaingia ndani ya vitu vingine vya havina hata thamani. Tunashindwa kufanya kitu kingine sasa. Neno inaanza msijume kwa kila neno kwa kusali na kuomba, haja zinajulikana na Mungu. Unajua haja zako haziwezi julikana na Mungu kupitia maswali zako unajiuliza. Haja zako hazijulikana kupitia makestionnaire zako unajipose. Haja zako zitajulikana na Mungu wakati kwenye wewe unaenda mbele ya Mungu unamuomba Mungu. Ndio maana kila kinywa unaweza kuwa unapitia ndani ya maisha, kibebe mbele ya Mungu. Amen. Mungu asaidie sana. Kibebe mbele ya Mungu. Mungu mwenyewe alikuumba na kujua. Mungu mwenyewe alikuumba na kufahamu vizuri sana. Nasema nilikujua tangu tumbo ya mama yako. Inamaanisha Mungu alikujua tangu kitambo. Watu wako wanajiuliza utakula nini, Mungu anajua utakula nini. Wao wanajiuliza ndavala nini, Mungu anajua utavala. Na kama unajua watoto wako watakuwa hai ama familia yako, Mungu anajua vyote. Amen. Bakia ndani ya maswali. Mungu asaidie sana. Umekuwa mfungo wa makestio. Mungu nafanya hai. Naenda wapi? Vitakuwa hai. Nasi unaanza kutumikisha nguvu za binadamu. Mungu asaidie sana. Nipime kuona kama vitakuwa bien. Tumikisha nguvu za binadamu, nipime kuona hapana. Unajua mtu mwenye kwa na maswali ni mtu mwenye hana furaha. Usisahau kama hapa mstari inasema furahini katika Bwana. Mungu asaidie sana. Alafu mtu mwenye kwa na maswali hana furaha. Hata ukikala karibu yake hana furaha. Hata ukitembea naye mbisi hana furaha. Hata ukiona sura yake hakuna nini? Hakuna furaha. Hata yeye anasema sababu amejawa na maswali. Kama una possibility, kwa nini usitafute Mungu muumbaji wako mwenye kuna possibility? Kama vinakushinda zile makestio, kwa nini usitafute Mungu mwenye anaweza kukujibia kwa zile makestio? Mungu asaidie sana. Haleluya. Ndio mimi naelewa biko nguvu. Amen. Maisha iko nguvu, si ndio? Haujua kwenye pesa zitalipa mwezi kesho, rent ya mwezi kesho zitatoka, si ndio? Uko na gari imeharibika, uko na mtoto umewekwa kwa hospitali, unajiuliza maswali, lakini Biblia haitushauri kujiuliza maswali watoto ya Mungu. Amen. Biblia inatushauria kwa kusali na kuomba na shukurani haja zetu zijulikane na Mungu. Halo, watu wenyewe watashinda, watu watenda mbele ya Mungu na kutafuta Mungu na kushukuru hata kama vitu viko très difficile. Lakini Mungu anaweza sema Mungu anastahili. Amen. Hakuna chenye Mungu atakupitisha kama ndani ya maisha ya kukuua. Amen. Hakuna chenye Mungu atakupitisha kama ndani ya maisha ya kuharibisha maisha yako. Kila njia yenye unapitia ni ya kukufanya uwe mzuri zaidi. Amen. Kama hujawahi kosa $1, nikikwambia nilikosa $1, au sijui kisi au utaniambia Biblia ilikuwa itu. Wewe mwanaume mzima ulikosa $1. Mungu asaidie sana. Lakini kama leo shakafika wakati kwenye unakosa $1 siku moja maisha. Nikikwambia leo sina $1, unasema lakini mimi nilikosaka ile siku. Mungu iko na kufundisha. Uko ndani ya mafundisho ya Mungu.
Amen. Wewe unapaswa fanya ni kuachana na maswali na kufanya nini? Na kutafuta Mungu wa wokovu yako. Amen. Unaniuliza tu unasema kwa nini tusijisumbue? Amen. Sababu yale maswali yanamaliza furaha ya mwanadamu. Makesio zikikuwa za mingi, unakuta mtu hana tena furaha. Sababu maswali zishampiga, maswali zishamsonga, hana tena furaha ndani ya roho yake. Vyote viko nafanya tu ni makesio, iko naona tu, iko na kama mbele kuna ukuta wa maswali. Yenyewe zivukia kwa ende ngambo nyingine. Mungu asaidie sana. Yanasababisha kushindwa kuomba. Nasema mtu wako na maswali haezi omba. Basi iko na makesio zinamzidia miaka, na makesio zinamzidia masiku. Alio maisha yake yote ni makesio kila siku, usubuhi ni maswali, magharibi ni maswali, na maswali zenyewe lazao za miaka 2 haunaga majibu. Mungu asaidie sana. Roho zinalemea roho yako, pudi hawezi hata kujiexprime mbele ya Mungu. Hawezi hata kumwambia Mungu zile shida zako kwa sababu maswali ziko mingi sana. Yanaonesha kujitegemea. Mtu wa maswali, mtu mwana ategemea Mungu kwake anajiuliza maswali. Mtu mwana ategemea Mungu kwa anaacha yote ndani ya mikono ya Mungu. Anajua hata kama viko hivi leo lakini Mungu anaweza. Wanaweza asifiwe sana. Hata kama mimi naweza shindwa leo, kesho ndaweza. Naweza fikia mwisho leo lakini mwisho yangu ndio yenye Mungu atajiservire juu ya kuanza mwanzo mpya. Bwana Yesu asaidie sana. Paske ule mtu ametegemea Mungu. Lakini mtu wa maswali ni mtu mwana ategemea, anajitegemea. Mtu mwana tegemea Mungu anakuwa anaacha kila swali ndani ya mikono ya Mungu. Bwana jua nini vimekuwa hivi? Bwana jua ni mapagani viko nakuwa mzuri sisi tuko nakosa. Hapana. Bila nione vile vinaona Mungu. Bwana asifiwe sana. Kazi yangu mimi ni kuomba Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanachochomea hasira ndani ya moyo wa mwanadamu. Mtu mweko na maswali ni mtu akolee. Mungu asaidie sana. Ukimsema hapo tu kidogo utaona moto itawaka. Sababu iko na vinyo kwanza yeye pekee vinamshinda, leo na huko unamletea vyako. Amen. Unaona brother hivi, unaona hivi. Joseph Sinisuwe, ameshindwa. Mungu asaidie sana. Amefika kula kati kwenye ameshindwa. Iko na vinyo vinamshinda leo. Unaona ni mtu wa hasira. Hasira imejaa roho juu ya maswali. Maswali za maisha. Mungu asaidie sana. Mimi nataka niwe na gari saa fulani, niwe na nyumba saa fulani, niwe na zile maswali zote zinatokeana kwa huyu mtu mwenye iko nataka apate vitu vya zaidi. Amen. Amen. Ndio mwanzo kushukuru na vinyoko navyo. Na uombe Mungu achane na maswali. Haleluya. Shukuru na vinyoko navyo na uombe Mungu achane na maswali. Kama uko na gari ya 10,000 ni mzuri. Kama uko na 5,000 ni mzuri. Kama uko na nyumba ya 25,000 ni mzuri. Na uko na ya 2,500 ni mzuri. Kila mtu atalala na kila mtu atalamuka. Amen. Kupoteza ndani ya makestio. Amen. Wakati ya Mungu ikifika kusema no Joseph na wale wanataka kupatia gari ya 20,000 ndio itembeza. Haleluya. Lakini hizi swali haziwezi nifikisha pale kwa kufikia kwa mimi nataka nifike. Alors tuko najiuliza makestio ole tuombe. Sababu maombi ndio yanaweza changer situation yako. Watu wanajiuliza maswali haziwezi badilisha kitu hata kimoja maisha yako. Wakati kwenye unaomba Mungu ile maombi ndio itachanger situation yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yanasababisha kukosa shukrani. Mtu wa maswali hana shukrani. Unaweza mpatia leo kesho na wale nao. Shangalaka na ule mama ni. Kwanza ule kaka na kwa kai. Mungu asaidie sana. Na ulimpatia kesho hana shukrani kwa sababu moyo umejaa maswali. Leo watu wanajua mbele ya Mungu tushukuru Mungu. Hawana vya kusema sababu moyo umejaa nini? Maswali na mawazo. Haleluya. Uko na waza, uko na lota ndoto. Uko na lota mandoto zenyewe zitafika siku gani? Halo zile zinatesa roho yako. Bwana Yesu asaidie sana. Bado uko nguvu ndani ya kushukuru. Haleluya. Uko nguvu ndani ya kushukuru. Wakati mwenyewe unaishi maisha ya shukrani, unashukuru kwa yenyewe uko navyo. Itaencourage Mungu akusaidie akupeleke mbali. Halo kama Mungu anaona una shukrani leo, inamaanisha hata na kesho akupatia chochote hautakuwa na shukrani. Yes. Hauna nayo. Yes. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Wewe umetoka, bamingi tumetoka Afrika tunafika hapa, si ndio? Bamingi ni maisha ya kulia kila siku. Mungu ya Amerika tulijaa kufa. Mungu makaza ya Amerika leo. Mungu akurudishe Afrika. Basi Amerika inakushinda. Amen. Yes. Baba saidie sana. Aha. Amerika inakushinda. Lomba visa. Yes. Amen. Amen. Yes.
Afrika tulikuwa nafanya mafungo, si ndio? Mungu na mie niende. Mungu na mie niende. Mungu fungula milango. Wanaweza kusaidia sana. Tukifika hapa, Mungu maisha yanakuwa nguvu, inatushinda. Mungu anatuuliza nifanye nini na wewe? Nikufanyie nini? Amen, amen. Amen. Haleluya. Watoto wa Israeli wanaweza kusaidia sana. Walikuwa wanapita mjangwa. Mungu anawapatia mai, si ndio? Banakunywa. Mai inatoka ndani ya mwamba. Banakunywa. Banafurahi, wanasema amina. Bakiendelea kidogo mbele, banakutana tena hakuna mai. Mungu anafanya nini? Anamwambia msakata kaliano katia mai ya uchafu, itakuwa mai ya proper mtakunywa. Mungu Musa anafanya vile, banakunywa tena mai. Banaendelea, wanasikia njaa, Mungu anawapa amani. Lakini shukrani haikuonekanaka. Na Mungu akasema ambo mwe wote mtaishia mjangwa. Na maana kukosa shukrani inaweza sababisha unaishia ndani ya jangwa. Pale kwenye uko ni mjangwa. Vile uko unaona vya nguvu ni pasikia uko mjangwa. Na wakati kwenye mtu uko mjangwa unapaswa shukuru na chenye uko nacho. Amen. Kile ndio kwanza kinakuletea kwa mawazo yako. Amen, amen. Vingine vyote vitakuwa pale kwa sababu mweko mjangwa hakwake na mai kila siku. Yes. Mwenyeko mjangwa hakwake na magari za Lexi. Mweko mjangwa hakwake na vitu vya ajabu ajabu. Ukiona Mungu amenipatia, amen. Labda jangwa wangu umefika mwisho. Na usubiri jangwa yako. Endelea ndani ya jangwa. Kule Kanaani ndio kuko maziwa na asali. Acha kunungunika ndani ya jangwa. Amen. Mungu asaidie sana. Acha kunungunika ndani ya jangwa. Endelea wakati kwenye utavuka bahari ya jangwa, wakati kwenye utaingia Kanaani, kule kuko maziwa na asali. Amen, amen. Unununikia hapa mjangwa ukikosa shukrani, basikia juu ya makesi zimejaa roho yako, hawezi vuka. Utaishia ndani ya jangwa. Amen, amen. Unapokuwa Wakristo, unaona Wakristo wanaenda kukanisa wanaomba vitu avishanjake. Sababu roho imejaa maswali. Yes. Roho imejaa makesio. Hakuna shukurani, hakuna kuambia Mungu asante juu ya maisha yangu. Asante juu ya watoto yangu. Unajua watoto wangapi wamekufa leo? Wewe ukitoka kwako utakutana na wako wote kama ni duze wote wanakala pale mnyumba. Mungu asaidie sana. Tate huyu mama mwingine yuko analia mtoto wangu. Aloro wako analia ugali na samaki. Wakati kwenye mwingine watoto wamekufa. Mungu asaidie sana. Huko analia Mungu akupatie nyumba. Wakati kwenye mwingine wako analala mnyumba kwanza ya manjanja, mwingine wako analala mnyumba iko na mvuia usiku. Nishawanyangula matela usiku 0 ile kukichwa tu vile kuna nyesha. Mungu asaidie sana. Kamata mchanga mwezo sinyangalie mimi ndio nakumbuka. Amen. Na kamata mchanga tunaitia mabase. Tunatia mchanga mabase, mbona inapiga. Mwezo utafanya nini? Kunja matela tia kukichwa. Wakati mbona taisha ile mchanga kwa kama mimi mwanga chini tunatia tena matela. Pourquoi leo nikose shukrani? Aha. Pourquoi leo mimi nakosa? Kwa nini leo unaona papa mama iko nguvu. Iko nguvu sana. Tuwe na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asaidie sana. Yesu. Mama mlikuwa anakula kuku kubona nini? Wani kubona nini? Kama yakuwa bona nini watoto wiko na chunga bona nini? Yes. Mungu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Mungu anasema kwa sababu mbona hakuna tena shukrani ndani yetu? Hakuna tena shukrani. Mungu asaidie sana. Naona ngazitia pale kumeza na kusalia na zimwanga na tunaenda kanisa Mungu maisha iko nguvu. Oh Yesu. Mama toka kwako ushashiba. Mtoto kwa anatoka Afrika na njala ya 200 kilo na njama kabisa kapiga maabudu hapo. Hakuna kukukaribia. Bwana Yesu asaidie sana. Ni wakati ya kuacha maswali. Shukuru Mungu kwenye huko. Basi kwenye Mungu amekufikisha leo. Iko na sababu. Haiko njoo kisuli kwaka. Amen. Uliza njoo kisuli kwaka. Haiko njoo kisuli kwaka. Ulikuwa kama mtu tofauti, ulikuwa kama mtu mwingine. Alafu ule Mungu amekutosha kule kwenye ulikuwa. Anakufikisha pale. Ubakie naye. Sababu ule Mungu iko na swali, iko na jibu ya maswali yako yote. Amen. Haleluya. Amen. Ule Mungu iko na jibu ya maswali yako yote. Mtu anajua niko na maswali nifanye nini? Bwana Yesu asaidie sana. Mimi naelewa Joseph niko na makesho zimeala roho yangu. Mimi naelewa niko na maswali sana zimenisonga. Nifanye nini? Haleluya. Nifanye nini? Mimi nataka kupatia dawa, mimi nataka kupatia pana. Amen.
uikunye kuponeshe maswali zako zote. Ukirudia kwako hakuna makestio. Kurudia kwako, piga magoti, mwambie Bwana Mungu, nakushukuru kwenye umenifikisha. Vya kesho mimi navikuachia, mimi nakutegemea na maisha yangu yote. Unaweza usaidie sana. Tunasoma Samueli wa kwanza, tuna muda umekimbia. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 tutaishia hadi 20. Kama umepata ndani ya Biblia yako tafadhali. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 20. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kwa uchungu wa rohoni Hana alilia sana na akamwomba Bwana. 11. Naye akaweka nadhiri akisema, Bwana, wewe Mungu, wewe mwenye nguvu zote, laiti ungeniangalia huzuni kuu ya mtumishi wako na kukumbuka mimi, wala usimsahau mtumishi wako, nawe ukampa mwana. Basi huyo mwana nitamtoa kwa Bwana kwa siku zote za maisha yake, wala wembe haitapita kichwani mwake. 12. Alipokuwa anaendelea kumwomba Bwana, Eli alimchunguza kinywa chake. 13. Hana alikuwa akiomba moyoni mwake, midomo yake ikiwa inacheza cheza, lakini sauti haikusikika. Eli akafikiri alikuwa amelewa. Wanaweza usaidie sana. Unajua kufikia kunivua ya kuomba mpaka mwenyewe Mungu wadao anafikiria labda ule amelewa, labda ule amevuta, labda amekunywa kwa maki. Maswali zilikuwa zishamzidi yana. Mungu asaidie sana. Makesi zilikuwa chakwaza mingi sana maisha yana. 18 inasema, Hana akasema, mtumishi wako na apate kibali machoni pako. Kisha akaondoka zake na kula chakula, wala tafadhali. Tunasoma 14. Naye akamwambia, utaendelea kulewa mpaka lini? Achilia mbali mvinyo yako. Hana akajibu, si hivyo bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye huzuni kubwa. Mimi sijanywa mvinyo wala kileo, nilikuwa na imimina moyo wangu kwa Bwana. 16. Usimzanie mtumishi wako kuwa mwanamke mwovu. Nimekuwa nikiomba hapa katika wingi wa uchungu mkuu na huzuni. Eli akamjibu, nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli na kujalie kile unachomwomba. 18. Hana akasema, mtumishi wako anapata kibali machoni pako. Kisha akaondoka zake na kula chakula, wala uso wake haukuwa na huzuni tena. Kesho yake asubuhi na mapema waliamka wakaabudu mbele za Bwana, na kisha wakarudi nyumbani kwao huko Rama. Elikana akakutana kimwili na mke wake Hana, naye akapata mimba, akamzaa mwana. Hana akamwita jina lake Samueli, akasema, kwa kuwa Mungu nilimuomba kwa Bwana. Wanaweza wasaidie sana. Haleluya. Hii ni historia yenye sie wote tunajua. Mungu asaidie sana. Ni historia ya Ana na Penina. Biblia inatuambia Elikana alikuwa na mabibi wawili. Na mwana wa bibi kulikuwa kama mwana Zalaka na mwana mwenyewe afanya yake nini? Hazalaki. Yule mwana Zalaka kwa na toti yeye mwenyewe Hazalaki. Akilamuka asubuhi anaanza mwambia maneno, anaanza mwambia wewe hauzalaki. Kwa nini unaikalia tu kukula chakula ya bure? Mungu asaidie sana. Haustahili. Huyu Ana akakuwa na huzuni sana ndani ya roho yake, kwa sababu vitu vilikuwa vimemzidia nguvu. Roho yake ikapigwa kabisa na maswali mengi sana. Kwa nini mimi tu siwezi kuwa na mtoto? Biblia inatuambia wakati walikuwa wanaenda kutoa sadaka kila siku, walikuwa wanatoka wanaenda toa sadaka, na kila siku walikuwa wanaenda toa sadaka. Elikana alikuwa anampatia Ana sadaka ya zaidi. Mungu asaidie sana. Walapokuwa sadaka yako haiwezi maliza maswali yako. Maana kwambia jibu ya maswali iko tu katika maombi. Kwa sababu huyu Ana pesa zile alikuwa anampa zingekuwa zina uwezo wa kumaliza maswali yake, ingekuwa hana tena swali. Lakini alikuwa anampa sadaka ya zaidi, na wakati kwenye anaenda narudia maswali bado ziko pale pale. Mungu asaidie sana.
maswali zilikuwa pale pale. Ana alikuwa anaenda kuabudu Mungu. Biblia inasema kila mwaka, haleluya, kila mwaka Ana alikuwa anaenda kuabudu, alikuwa anaenda na mume kuabudu Mungu, lakini swali lilikuwa iko pale pale, kwa nini mimi sizai? Haleluya. Mungu asaidie sana. Unajua kuna vitu unaweza kuwa unapitia ni kwa sababu ungali ndani ya sesio ya kujiuliza. Bado unatoka ndani ya sesio ya kujiuliza na sesio ya kuomba Mungu. Hapo ndio utaona mkono wa Mungu. Mungu asaidie sana. Biblia inatuambia siku moja Ana na Elikana wakaenda tena kuomba. Ana na Elikana na Penina wakaenda tena kuomba. Mbele kwanza watoke waende omba, Penina akaanza mchokoza. Mungu asaidie sana. Kuna watu wenyewe wiko pale cha kuchoka wakati kuna takia kwa kanisa, ndio sasa wanaanza kuprovoke. Sasa utakia kwa kanisa ukishakosha kwa na kiasira, hautaweza kujiexprime mbele ya Mungu. Mungu asaidie sana. Watu kwa nyana alikuwa anataka pia kwa kanisa, ndio ile Penina kamunikia anaanza kumwambia, unaona, hauna mtoto, wewe uzalake, hauna hata kutuma. Wewe si jua tumbo yako likufanya nini? Mungu asaidie sana. Alo ule Ana akaenda na ile usuni kwenda kuabudu Mungu. Ifika kule mume wake Elikana akampa sadaka ya zaidi. Akachukua sadaka akatoa, lakini swali hazikuisha. Mungu asaidie sana. Wakati kwenye Ana aliamua akasema, balikuwa wangali kule kila siku alikuwa anaenda kule anatoa sadaka, na kimaliza kutoa sadaka anarudia kwake. Lakini siku moja akasema, "No, sitatoa sadaka tu." Mungu asaidie sana. Kama sitatoa sadaka tu leo. Wakati kwenye mume wake alikuwa anamuuliza maswali, akamwacha mume wake, akaenda mbele za Mungu. Haleluya. Kama vitu vinakushinda, ni wakati ya kuachana na wanadamu na kwenda mbele ya Mungu. Amen. Mungu asaidie sana. Wakati vitu vimekuwa nguvu, vimekuzidia kilo, wakati kestio zimekuzidia kilo, achana sasa na wanadamu, uende mbele za Mungu sasa. Sababu Ana alikuwa na huzuni, alikuwa mwanamke wa huzuni. Maisha yake ilikuwa imejawa na huzuni. Alikuwa hana jibu ndani ya maisha yake. Alikuwa hana furaha. Hakuna kitu kilikuwa anaweza patia Ana furaha ndani ya maisha yake. Mungu asaidie sana. Alitoa sadaka, aliabudu, alifanya vyote, lakini hakuwa na furaha kwa sababu maswali zilikuwa zimemzidi. Lakini wakati kwenye Ana aliamua kutoka pembeni ya wanadamu, akaenda mbali ya Mungu. Leo natuambia mume wake alikuja karibu yake, akaanza ongea naye. Ana akatoka karibu na mume wake, akaenda mbele za Mungu. Njoo kwenye jibu ya Ana ilianza onekana. Mungu asaidie sana. Ni wakati ya kuomba watoto ya Mungu. Haleluya. Ni wakati ya kuomba. Ushajiuliza vinapita. Ushajiuliza vinafika. Mwisho achana sana kujiuliza. Uombe sasa Mungu. Haleluya. Mungu asaidie sana. Ushajiuliza vinatosha. Uombe sasa Mungu. Tafuta sasa Mungu. Nasema Ana alienda akabakia mbele za Mungu. Iko na lia, iko na mwita Mungu. Na Mungu wa mbinguni Eli akafikiria Ana amelewa. Kamwambia, utaendelea siku gani na mvinyo wako mbele ya Mungu? Akasema, mimi sijalewa, lakini nilikuwa na mimina roho yangu mbele ya Mungu. Wangapi mnakiaka mbele ya Mungu juu mimine roho yenu? Watu wa mimi wanakiaka kwa kanisa c'est parce que la nione, si ndio? Nilipendeza, nilinyolewa mzuri, nilisuka mzuri, lakini haikuwa sababu yana. Sababu yana alikiaka mbele ya Mungu amimine roho yake. Sababu maswali zimemshinda. Haleluya. Na kama una maswali ndani ya maisha yako mchana wa leo, kama kuna kitu chochote kenye kimekudepase, ifo na kuya mbele ya Mungu, mimina roho yako. Haleluya. Usijali kama umevaa vesti ya mweupe, usijali kama umevaa vesti ya rangi yote, usijali bei ya mavazi yako, mimina roho yako mbele ya Mungu. Ana kujali akasema Eli iko pale. Meombe leo uombe, unaanza nani mwako nasikia maombi yangu. Kama uko pembeni yangu. Siwezi sema nguvu asisikie basi ndio nisema hapana. Ana alikuwa atafika mwisho, akaenda omba, hakujaliaka mtu yuko karibu naye. Hakujaliaka watu wangapi wanamzunguruka. Hakujaliaka watu wangapi watenda msema. Hakujaliaka watu wangapi watenda mteta, lakini akamimina roho yake mbele za Mungu. Mungu asaidie sana. Biblia inasema Ana akaamuka wakati alikuwa akarudia nyumbani kwake, wala uso wake haukunjamana tena. Bado pale hajapata mtoto. Hapana. Pale Ana alikuwa hajakuwa na mtoto, alitoka tu mbele ya Mungu na sura yake yote ishashanje. Mungu asaidie sana. Mewe depuis siku gani ulianza kaomba? Depuis siku gani ulianza tafuta Mungu? Sura yako ingali ya kukunjama. Mungu asaidie sana. Mungu anafanana sana unajawa na matatizo sababu hujawahi kumimina roho yako. Amen. Haleluya. Hujawahi kumimina roho yako. Unajua, wakati unaenda mbele ya Mungu na mwanga roho yako yote mbele ya Mungu. Wakati unatoka pale utatoka na uko mtu mwingine. Haleluya. Mungu atakupatia furaha ya tumaini. Ana alikuwa kana mtoto, na alikuwa kana furaha ya tumaini ya kujua kama Mungu kisi amesema na atatimiza vile amesema. Watu walienda kwake, kaenda ndipo na furaha ya rohoni. Akajua kama Mungu atanipa mtoto. Haleluya. Amen. Kama ndani ya maisha yako kuna maswali, tafuta Mungu.
Kama kuna jibu hiyo swali yote imekuzuia, imekufunga roho, umeshindwa kujua, umeshindwa kupata jibu, tafuta Mungu. Wende mbele ya Mungu, mwambie Bwana Mungu, maisha yangu njoo hii, swali zangu njoo hii. Mungu atajibia swali zako zote. Haleluya. Haijalishi, nasema haijalishi miaka yenyewe maswali zilishapitisha ndani ya maisha yako. Wakati yenyewe unaamua kutafuta Mungu na kuacha kujiuliza uliza, Mungu atakuonekania. Amen. Wanaweza wasaidie sana. Watu wanadecide tu kuanza leo, naacha kujiuliza, naanza tafuta Mungu. Mungu ataonekana ndani ya maisha yako. Wakati wenyewe ngali najiuliza maswali, utafungwa ndani ya kakaboksi kama swali. Hakuna kitu chenye utaona. Amen. Haleluya. Amen. Ana katoka akaenda kwake. Biblia inasema sura yake kuonekana, alitoka mtu wa furaha. Roho yake ilikuwa imejaa furaha. Unajua wakati kwenye unaenda mbele za Mungu, unaomba Mungu kabisa kwa kweli kweli, hata kama vitu vinaweza kuwa viko ngumu, Mungu atakujaza furaha kwanza ya tumaini. Haleluya. Ana alitoka na furaha tumaini, bila alienda kwake niko na tumaini kujua kama huyu Mungu nimeomba amenisikia. Huyu Mungu nimeomba atatenda. Huyu Mungu nimeomba ametenda mema. Hata alirudia kwake, furaha imemjaa ndani ya roho. Haleluya. Ndio Mungu anasema furaha ya Bwana ni nguvu zako. Amen. Shetani yuko na kuatakia na makestio kila siku, mchana usiku na mchana, anakuonesha vyenyewe viko très difficile parce que anapenda ukose furaha. Parce que momanyo unakosa furaha uko ndani ya mikono ya shetani. Atakufanyisha vyote vyenyewe anataka parce que sasa hauna furaha. Haleluya. Lakini wakati kwenye uko una furaha ndani ya roho yako, hautajali vyenye uko naona. Utajua kama niko na Mungu wangu mwenyewe aliniumba, mwenyewe ananichua na mwenyewe ananifahamu vema. Wanaweza wasaidie sana. Kila swali peleka mbele ya Mungu. Nimekwambia Penina alimchokoza Hana wakati walitaka kwenda kuomba. Kila saa wakati wanadai naomba njoo anaanza, na wewe kwae, mbona uzalaki, mbona hivi? Kuna watu wenye sasa tunataka toka tu kuomba Mungu. Usiangalie. Watasema natafanya mafungo njoo watu wanainuka wanaleta maneno hapana. C'est parce que wale ni wapenya wanataka wakuzuia ushindwe kuomba. Wanaweza kusema ana angesikia maneno za watu mbele za Mungu, angeombaka Mungu. Angesikia maneno yenye Penina alimwambiaka wewe uzalake, wewe uko vyange na kabla makini aliendaka anasha fungula roho yake. Akaenda mbele ya Mungu na roho yake imefunguka. Usiwasikilize. Wanaweza wasaidie sana. Usikilize yuko nakwambia ke no wewe utashindwa, ke wewe havitakuwa sawa. Uende mbele za Mungu mwali kuumba. Amen. Hana alipewa vyote lakini havikujibia maswali zake. Hana alienda kila wakati kutoa sadaka lakini sadaka haikumaliza shida. Hana alijiuliza maswali kama mimi na wewe lakini hakujibiwa. Hana alipata jibu katika maombi. Wanaweza wasaidie sana. Jibu iko ndani ya maombi watu ya Mungu. Wakati kwenye tutajideside, tunaacha kujiuliza makestio, tunaacha kujiuliza maswali, tunaacha kujitomatize na makestio, tunaanza tafuta Mungu, pale ndio tutaona jibu ya maisha yetu. Biblia inasema usijisumbue kwa neno, bali katika kile kwa kusali na kuomba. Kenye uko autorize kufanya wakati ya maswali ni kuomba. Hauko autorize kuwaza. Mungu asaidie sana. Usaka kama kila wakati kwenye unatumika Mungu anakuachia. Ukitaka jipigania Mungu atakuacha, okay acha tuone sasa tutajipigania. Lakini ukimwachia Mungu, Mungu atakupigania. Ukibeba swali zako ndani ya mikono ya Mungu atajijibia. Ukijiuliza maswali hawezi pata jibu yoyote. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kunja kichwa chako ombe pamoja na Mungu. Mimi nataka uambie Mungu, Bwana kuanzia leo nataka unipatie puissance ya kutoka ndani ya makestio. Nitoke ndani ya kujiuliza kwingi. Nataka uniwezeshe nipate ile uwezo ya kukuya mbele zako ndani ya maombi. Niache kujiuliza vitakuwa, niache kujiuliza vya kesho na vya kesho yake, lakini nikutafute wewe. Tembea, tembea Yesu, tembea tukuone.
tembea tukuone, tembea tukuone. Mwambie Bwana Mungu, nipatie nguvu za maombi, niwezeshe kuomba, niwezeshe kunitoa ndani ya mateso, nipatie moyo wa shukrani, nipate kukushukuru ndani ya kila situation niko napitia ndani ya maisha. Nijue kama wewe Mungu wangu hawezi kuniacha, hawezi kunitupa. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakusante Mungu wa maajabu, maana nguvu za kushanje maisha yangu haziko ndani ya mateso zenye niko najiuliza ndani ya maisha. Nguvu za kushanje maisha yangu haziko ndani ya yenye niko naona niko napitia, lakini nguvu za kushanje maisha yangu ziko ndani ya maombi. Maana Mungu linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba na haja zenu zijulikane na Mungu. Baba, ninaleta maisha yangu mbele zako, ninaleta ujana wangu mbele zako, ninaleta mipango yangu mbele zako. Baba, unipatie nguvu za kuomba. Ila wakati wewe nasikia niko na confusion, wewe nasikia nimefika mwisho, wewe nasikia vitu viko très difficile, unipatie puissance ya prière. Uniondoe ndani ya maswali Baba yangu, uniondoe ndani ya kujiuliza, uniondoe ndani ya kutafakari, ambapo kunabeba furaha ya wokovu, ambapo kunamaliza furaha ya wokovu ndani mwangu. Bado niintegrate na ndani ya prière, uniingize ndani ya maisha ya maombi Baba. Maana Mungu anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Baba, ninaomba maisha ya maombi iwe sehemu ya maisha yangu, maisha ya shukrani iwe sehemu ya maisha yangu Baba. Wakati wenyewe watoto wasema walikuwa wanapita ndani ya jangwa, kwa sababu ulitenda hii tukatenda kile na kile, lakini hawakuweza kushukuru. Baba, unipatie puissance, unipatie roho ya shukrani kwa kila kenye utatenda ndani ya maisha yangu. Nisiangalie situation zangu, nisiangalie maisha yangu, nisiangalie problemi niko ndani yangu, maana ninatoka niko napita ndani ya jangwa, lakini kule mbele kwenye niko naenda kuna maziwa na asali. Ninatoka niko ndani ya papu, na ndani ya papu yangu Baba, na kuomba unipe kukumbuka vyenye umenitendea jana, nipe kukumbuka vyenye umenitendea mwaka jana, nipe kukumbuka vyote vyenye umefanya ndani ya maisha yangu, ili nipate kukupatia shukurani, nipate kukuabudu na moyo wangu wote. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, ila esprit yote ya kuleta makesio ndani mwangu, ila esprit yote ya kumaliza furaha, ila esprit yote ya kufanya roho yangu ikuwe apati, nipate kosa gisi ya kuomba, ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba unionekanie, utende mema ndani ya maisha yangu. Naombea kila mtu ambaye yuko hapa mchana wa leo, acha waende nyumbani na nguvu za maombi, acha mafamilia zijazwe na nguvu za maombi, acha puissance ya maombi itawale ndani ya maisha yetu Baba. Kila wakati kwenye tutahitaji msaada, acha uwe msaada wetu wa kwanza, katika jina la Yesu Kristo.